Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ya Dominika ya 5 ya Pasaka. Somo la kwanza litakalotuongoza katika tafakari hii linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 ya kwanza mpaka aya ya 7. Huku somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 4 mpaka aya ya 9. Na somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Lakini vile vile pia nipende kuwakaribisha na kuwaomba nyote ambao bado hamjasubscribe katika channel hii, bonyeza maandishi yanayoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utapata fursa ya kuwa unafuatia tafakari hizi za neno la Mungu punde tu zikishapandishwa katika channel hii. Na sasa tuanze tafakari yetu na somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Mwinjili Luka ndiye ambaye anatajwa kama mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Aliandika kitabu hiki ili kiwe ni mwendelezo wa Injili takatifu ambayo amekwisha kuiandika. Lengo kubwa ni kusimulia makuzi ya Ukristo, kuonyesha ni kwa namna gani dini iliyoanzishwa katika kona ndogo ya Palestina inasambaa na kukua maeneo mbalimbali ya ulimwengu, na mpaka dini hii inafika katika makao makuu ya dola kubwa ya Kirumi kwa kipindi hicho, chini ya kipindi cha miaka 30. Kauli mbiu ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume inatoka sura ya kwanza aya ya 8, maagizo ya Yesu kwa wanafunzi wake: nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Yudea, katika Samaria na mpaka miisho ya dunia. Kwa ujumla, kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na mwinjili Luka kusimulia hatua kwa hatua ambazo kanisa lilipitia katika makuzi yake na kuenea kwake na mpaka kufika katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kimegawanyika katika sehemu 6, na sehemu hizi zote zinaonyesha hatua kwa hatua jinsi ambavyo kanisa limepata kukua. Sehemu ya kwanza ni sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka sura ya 7 mpaka sura ya 6 aya ya 7. Hapa tunafahamishwa juu ya uchanga wa kanisa la Yerusalemu, mafundisho ya Petro mtume na idadi ya kwanza ya waamini kuongezeka siku ya Pentekoste, waamini wapatao 3,000. Sehemu ya pili ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya 6 aya ya 8 mpaka sura ya 9 aya ya 31, kuenea kwa kanisa nje ya mipaka ya Yerusalemu, yaani maeneo ya Palestina, lakini vile vile kuuawa kwa Stefano shahidi na damu yake inakuwa ni mbegu ya Ukristo kama jinsi ambavyo tunavyofundishwa na Tertullian. Na sehemu ya tatu ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya 9 aya 32 mpaka sura ya 12 aya ya 24, kuongoka kwa mtume wa mataifa Paulo mtume, ambaye anachukua majukumu ya kueneza habari njema kwa watu wa mataifa na sehemu ya 4 ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya 12 aya ya 25 mpaka sura ya 16 aya ya 5, kuenea kwa kanisa katika maeneo mbalimbali ya Asia ndogo na Galatia. Sura ya 5, sehemu ya 5 ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya 16 aya ya 6 mpaka sura ya 19 aya ya 20, kuenea kwa kanisa katika maeneo mbalimbali ya Ulaya, mchango wa Paulo katika kufundisha maeneo mbalimbali na miji mikubwa kama vile mji wa Korinto na mji wa Efeso. Na sehemu ya 6 ni sura ya 19 ya 21 mpaka sura ya 28 ya 31, kanisa linafika makao makuu ya dola ya Kirumi. Na tunafahamishwa kwamba baada ya Yesu kuwa amepaa kwenda mbinguni, jumuiya ya waamini waliobaki aliyoianzisha yeye walikuwa ni wanafunzi wapatao 120, kama jinsi tunavyofahamishwa kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 5. Jumuiya hii ndogo ikaanza kukua na kuongezeka siku kwa siku. Siku ya Pentekoste ilishuhudia ongezeko la waamini wengi wapatao 3,000 waliobatizwa na wakawa mabarozi wa imani hii changa ya Kikristo katika maeneo mbalimbali waliokuwa wakiishi. Jumuiya hii ya kwanza ya Wakristo, kanisa hili la mwanzo la Kikristo,
linasifika kwa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, jumuiya hii ya kwanza ilijengwa katika misingi ya umoja. Lakini vile vile jambo la pili, jumuiya hii ya kwanza ya Wakristo ilijengwa katika misingi ya upendo. Na jambo la tatu, misingi ya jumuiya hii ya kwanza ya Ukristo ni kuwa na vitu vyote shirika. Mali zao zote kila mmoja aliziuza na zile pesa ziliwekwa shirika chini ya miguu ya mitume, na pesa hizo zilitumika kwa ajili ya manufaa ya kila mmoja. Hawakuwa na vitu binafsi, bali vitu vyao vyote kwa pamoja viliwekwa katika umoja na vilitumika kwa ajili ya waamini wote kwa usawa, bila ubaguzi, bila upendeleo. Mali zao zote ziliwekwa pamoja. Kwa hiyo walikuwa wana mali shirika kwa pamoja wote, mali zao, common pool inaitwa. Baadaye, baada ya idadi ya waamini kuwa imeongezeka, kulizuka manung'uniko baina yao. Waamini wa Kiyahudi wanaoongea Kiyunani walalamikia mitume juu ya waamini Wayahudi wanaoongea Kiebrania na Kialamayo. Na misingi ya malalamiko hayo na manung'uniko hayo ilikuwa ni kwamba waamini wa Kiyahudi wanaoongea Kiyunani walilalamika kwa sababu ya wajane wao. Wajane wa Kiyahudi wanaoongea Kiyunani walikuwa wamesaulika katika huduma za kawaida za kila siku, katika ule mgao wa mali zile zilizokuwa ziko pamoja, ziko shirika kwa umoja. Waamini hao walilalamika ya kwamba wajane wao hawapati mgao sawasawa, na vile vile pia kwamba wajane wao walisaulika katika huduma za kawaida za kanisa za kila siku. Ugumu huu wa huduma uliongezeka kwa sababu ya wingi wa watu walioongokea Ukristo. Ilikuwa ni ngumu sana kwa mitume kugawa mastahiki ya kila mmoja kwa usawa, kwa sababu idadi sasa ya waamini imeongezeka na imekuwa kubwa. Kwa shauri la mitume, wao wakaona ni vyema wao mitume wabaki katika kuhubiri habari njema, yani kerigma, na wachaguliwe watu 7 wenye sifa njema ambao wangesimamia maslahi ya kimwili ya waamini pamoja na masuala yote ya kifedha. Ndipo wanachaguliwa mashemasi 7, Stefano akiwa miongoni mwao. Kutoka katika sehemu hii ya neno la Mungu, somo letu hili la kwanza, jambo kubwa na la msingi na la kipekee ambalo tunajifunza ni hii hekima ya mitume. Hekima hii ya mitume inatufundisha ya kwamba katika kutatua matatizo, unapaswa utatue tatizo bila ya kuzalisha tatizo lingine. Hiyo ndio hekima ya kimungu. Unapopatwa na tatizo fulani, namna yako ya kulitatua tatizo hilo isizalishe tatizo lingine. Na hilo utaliweza tu endapo kama utalitatua tatizo katika misingi, taratibu na hekima ya kimungu. Lakini endapo kama utalitatua tatizo kiolela, kwa kusukumwa na miemuko ya mwili, kwa matashi yako binafsi, ni rahisi sana kutatua tatizo lakini ukazalisha tatizo lingine, na ambalo tatizo hilo huenda likawa ni kubwa zaidi kuliko tatizo la kwanza lililokuwepo. Na kitu hiki au vitendo vya namna hiyo ndivyo ambavyo tunavyovishuhudia katika dunia ya leo. Wanadamu walio wengi wana kasumba ya kutatua tatizo kwa kuzalisha matatizo mengine. Unatatua tatizo moja lakini unaacha umezalisha matatizo mengi ambayo hata baadaye yanakushinda kuyatatua. Kwa mfano, ziko kampeni siku hizi nyingi sana ambazo zinahamasisha vitendo ambavyo vinasababisha matatizo mengi. Mfano, jambo la kwanza ni utoaji mimba.
Watu wanadhani ya kwamba unavyotoa mimba basi umetatua tatizo hilo la mimba, lakini unazalisha matatizo mengine mengi ambayo yanaweza yakawa ni hatarishi zaidi katika maisha yako ya baadaye, maradhi, magonjwa na matatizo mengine ya kiafya kutokana na hilo. Kumbe unavyotatua tatizo, usiruhusu au usitatue tatizo katika namna ambayo utazalisha matatizo mengine mengi sana kutokana na tatizo hilo. Tatizo linalotatuliwa katika hekima ya kimungu huwa linakwenda na kwisha kabisa bila kuwa limezalisha matatizo mengine. Lakini jambo lingine, matatizo ni fursa ya kujifunza zaidi. Matatizo yanapokuja hayaji kukukomoa, kukukomesha wala vitu vya namna hiyo. Matatizo yanapokuja yanakuja kwa ajili ya kukupa fundisho, kukupa somo, kukupa maarifa ya ziada. Kwa hiyo unavyoshughulika na matatizo hayo, yashughulike katika namna ambayo utahakikisha kabisa kwamba matatizo hayo hayazalishi matatizo mengine katika namna ile ambayo utakayokwenda kuyatatua. Tatua matatizo yote katika namna bora na umtangulize Mwenyezi Mungu ili tatizo hilo likuache na fundisho na lisikuache na matatizo mengine ambayo umeyatatua kwa kujitakia wewe mwenyewe. Utatuapo tatizo, usizalishe matatizo mengine. Tatizo ni mwalimu, anakufundisha namna bora ya kutatua matatizo bila kuzalisha matatizo mengine yasiyokuwa na msingi. Na katika somo la pili ambalo ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 4 mpaka aya ya 9, Petro vile anaandika waraka huu katika kipindi kigumu kabisa ambacho waamini wa kanisa la kwanza walikuwa wakipitia madhulumu, manyanyaso na mateso makali kutoka katika dola ya Kirumi. Dola hii ambayo ilikuwa imepiga marufuku ibada zote za Kikristo. Lakini Petro mtume anawaandikia waraka huu waamini kwa kuwapa moyo kwamba hapo ambapo waliposimama, hicho ambacho wanachokiamini ni imani ya kweli, na wasiyumbishwe na woga wala na mtu yoyote juu ya kile ambacho wanachokiamini. Ni tatizo ambalo limewapata waamini hawa. Namna ya kulitatua tatizo hili, ndio Petro mtume anawataka wasimame imara zaidi katika imani yao, kwamba tatizo hili ambalo linawakabili, hatari hii ambayo inawakabili waamini hawa wa kanisa hili changa, isiwe ni kigezo cha kuwarudisha wao nyuma katika imani. Na anawaeleza ya kwamba Yesu mwenyewe ambaye ni Bwana wao wanaomfuata na kumwamini na ambaye anayetawala maisha yao, yeye mwenyewe alikumbana na tatizo la design hiyo ambalo wao waamini hawa wanakumbana nao. Anasema alikataliwa na Wayahudi, lakini katika ukataliwa huko walidiriki mpaka hata kuutoa uhai wake. Lakini jiwe hili walilolikataa ndilo ambalo limekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni. Kumbe changamoto hii ambayo waumini hawa wanaipitia, wao si wa kwanza. Hata Kristo ambaye ni Bwana wao alipita katika changamoto ya design hiyo. Jambo la msingi ni lipi? Ni kuendelea kusimama kidete katika imani na kuendelea kubaki kuwa mashuhuda wema na wazuri katika imani. Kumbe ndugu zangu, namna bora ya kutatua tatizo ni kulitatua bila kuzalisha tatizo lingine. Na katika somo la Injili ambalo linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Injili ya leo ni sehemu ya mafundisho ya Yesu kwa mitume wake wakati wa karamu ya mwisho. Katika sehemu hii mambo makubwa manne yamefundishwa na Yesu. Jambo la kwanza ni imani, jambo la pili ni makao ya milele, jambo la tatu Yesu anafundisha kuwa yeye ni njia ya ukweli na uzima, na jambo la nne Yesu anasema kumjua Yesu ni kumjua Mwenyezi Mungu. Yesu vile vile anawaimarisha mitume wake
na anawataka wawe na imani na yeye, na kama haitoshi vile vile anawasia kwamba na kueleza ya kwamba anakwenda kuandalia makao ya uzima wa milele mbinguni, na yeye mwenyewe ndiye njia ya ukweli na uzima. Hakuna atakayefika kwa Baba bila kupitia kwake. Kwa hiyo ndugu zangu, katika ulimwengu huu wa leo tuliopo, ni ulimwengu ambao umezalisha matatizo mengi, na matatizo haya tumeyazalisha sisi wanadamu, na matatizo haya tuliyoyazalisha sisi wanadamu ndio ambayo yanakuwa ni kikwazo kumwezesha mwanadamu huyu aliyezalisha matatizo haya kufika katika makao ya uzima wa milele. Na jambo la ajabu kabisa ni kwamba tumezalisha matatizo mengi, dhambi nyingi, ukosaji wa uadilifu mkubwa kabisa, vikwazo vingi kabisa ambavyo vinatutenga sisi na Mwenyezi Mungu na vinatuzuia kufika katika uzima wa milele, kiasi kwamba baadhi yetu sasa mioyoni mwetu tumesha kuwa na usugu wa matatizo ya dhambi, kiasi cha kwamba unaposikia habari za uwepo wa uzima wa milele wala hata hauvutiki kwenda katika uzima wa milele. Na unaposikia wale watu wasiokwenda katika uzima wa milele wataadhibiwa katika jehanamu ya moto, wala hata hauogopi kuadhibiwa katika jehanamu ya moto. Kumbe yote haya matatizo yote tuliyoyazalisha sisi wanadamu kwa sababu ya dhambi zetu yametutengenezea upofu. Tumekuwa vipofu wa kiroho, hatuwezi tukaiona njia sawasawa ya kutufikisha katika uzima wa milele. Na Yesu mwenyewe anasema yeye peke yake ndio njia ya kufika katika uzima wa milele. Sasa na sisi wanadamu tumeshakuwa vipofu wa kutokuiona njia ya kufikia katika uzima wa milele, kiasi cha kwamba dunia pamoja na mambo yake mengine yote na dhambi zingine zote na uolela wa kimaisha ndio ambao umetuzonga na kutupofusha kabisa. Hatuioni njia ya kutupeleka katika uzima wa milele. Tulio wengi tuna kasumba ya kuishi kiholela. Maisha yetu ni ya kiholela na matendo yetu ni ya kiholela. Tunayoyatenda siku zote na kuyatamani kuyatenda ni mambo ya kiholela ambayo yanatupofusha kabisa na tusione njia ya kufikia uzima wa milele. Mitindo ya kimaisha ya kisasa, mitindo hii ya kiholela na matamanio hayo ya kiholela ya mwanadamu ndio yanayompelekea mwanadamu kuishi katika maisha ya kiholela, na katika uholela huo tunakuwa vipofu, hatuwezi kuiona njia ya kutufikisha katika uzima wa milele. Tumekosa hofu ya Mungu. Matendo yetu kwa asilimia zaidi ya 90 ni ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Mwanadamu amegeuka kuwa mnyama kwa sababu ni kipofu, haioni njia ya kumfikisha kwa Mungu, wala hatuna mpango na Mungu, hatuna malengo na Mungu, wala hatumpendi wala kumtamani Mwenyezi Mungu. Maisha yetu ni ya kiholela, mitindo yetu ni ya kiholela. Kwa ujumla kabisa tunaishi katika uholela mkubwa sana. Lakini jambo la msingi ambalo unapaswa utambue ya kwamba ulimwenguni upo kwa muda mfupi na hauishi milele. Sisi ni wapitaji tu katika dunia hii. Tupo kwa muda, na muda ukifika utaondoka katika ulimwengu huu na utasaulika katika ulimwengu huu, wala watu hawatakumbuka ya kwamba uliwahi kuwepo katika dunia hii. Jambo la msingi unavyoishi katika dunia hii, itazame njia itakayokufikisha katika uzima wa milele. Na Mtakatifu Agustini katika moja ya sala zake za kumsifu Mwenyezi Mungu aliwahi kusema, Ee Bwana, wewe ni mkuu, unastahili sifa nyingi. Nguvu ni zako, hekima yako haina hesabu. Sisi wanadamu ambao ni sehemu tu ya uumbaji wako tunatamani kukusifu, lakini tumebeba vifo pamoja na sisi. Unatuamsha ili tukusifu, tukutolee furaha yetu, kwa sababu umetuumba na siku zote unatuvuta kwako. Mioyo yetu haitatulia hadi itulie ndani yako. Imani yangu siku zote inakuita, Ee Bwana.
Lakini Bwana wangu, ninaomba unisamehe, nisamehe sana, kwa kuwa nimechelewa kukupenda. Na Mtakatifu Faustina Kowalska, yeye pia katika ukweli wa matokeo ya Yesu alikuwa na kauli mbiu inayosema Jesu ufamu tobie, Yesu na kuamini, na kupitia kwa Yesu nitapata njia itakayonifikisha kwa Mungu. Watakatifu hawa kiini cha sala yao kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu awasaidie wasiishi kiolela, bali maisha yao yaweze kutimia ndani ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na Mtakatifu Agustino anasema, moyo wangu kamwe hautotimia mpaka nitakapokuona Mungu. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 8 aya 35 mpaka aya 39 anauliza, je, ni kipi ambacho kitakachonitenga na Mungu? Je, ni dhiki, ni shida, ni adha, ni njaa, ni hatari, ni upanga? Lakini anasema katika dhiki zote hizo na katika mambo hayo na katika matatizo hayo na magumu hayo yote nitashinda, na hayo yote nitayashinda kwa msaada wa Bwana wangu Yesu Kristo. Na Paulo hapo anatufundisha kwamba maisha ya kiorela tunapaswa kuyashinda. Njia ni moja, ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anaweza kukufikisha kwa Mungu. Katika Injili ya Luka sura ya 22 aya 31, Yesu anamwambia Petro kwamba Simoni, Simoni, tazama Shetani anawatafuta wapepete kama vile mtu anavyopepeta ngano, lakini mimi nimekuombea wewe ili imani yako isindikiwe, na wewe utakapoongoka basi uwaimarishe na ndugu zako. Na Petro anamjibu Yesu, Bwana, mimi nipo pamoja na wewe, niko tayari kwenda gerezani au hata kifoni, lakini sidiriki kukuacha wewe. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanakoleza zaidi moyo wa imani kwetu na ile ziri kabisa ya imani, kwamba katika ulimwengu huu lisiweko jambo lolote lile ambalo linaweza likakutoa kwa Mungu. Yasiwe ni maisha ya kiolela ambayo yanaweza kukutoa katika njia ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Tambua ya kwamba tupo ulimwenguni kwa muda mfupi na tunapita. Ukiishi maisha ya kiolela ya dhambi na ukawa ni kipofu wa kiroho, ukashindwa kuiona njia itakayokufikisha kwa Mungu, hakika utakuwa umepata hasara kubwa sana. Daima jiimarishe na jibidishe zaidi katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Mioyo yetu wanadamu wote imeumbwa katika namna ambayo ina shauku ya kumuona Mungu. Na Mtakatifu Agustino anasema kati ya hasara kubwa sana moyo wa mwanadamu unaweza ukaupata ni kutokumuona Mwenyezi Mungu. Ni hasara kubwa kuliko hasara zingine zote. Kwa hiyo tujibidishe zaidi katika kumtafuta Mwenyezi Mungu, na mioyo yetu itatulia tu siku ambapo itamuona Mungu. Niwatakie tafakari njema. Ni mimi padri wenu, mtumishi wenu nisiyekuwa na faida, Padre Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.